Hello, mambo vipi mtazamaji wa channel hii ya Biomedia? Ni siku nyingine tena tunakutana hapa, mimi pamoja na wewe. Mimi ni Official Rose D, nikukaribisha karibu sana. Lakini pia mtazamaji, kama bado hujasubscribe, endelea kusubscribe, gusa alama ya kengele. Ilikuwa miongoni mwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu pale ambako tunakuwa tumeweka habari kunako channel hii ya Biomedia. Bwana, unaambiwa Mange baada ya kutoboa siri chanzo cha kifo cha Karina, mama yake mzazi ameweka wazi kilichomuua mwanae. Kikweli ni huzuni. Mambo yamekaa vipi? Endelea kusubscribe alafu tuendelee kuhabarishana. Hii ni baada ya kutokea taarifa za kifo cha msanii Karina. Mengi yamezungumzwa kunako mitandao ya kijamii toka siku ya jana hadi siku ya leo. Wengi wakidai kuunga mkono kauli ya mwanadada Mange Kimambi kuwa Karina hajafa kifo cha Mungu, lakini kifo chake kimetokana na yeye kulogwa, kwa maana ya kwamba alichukua mume wa mtu. Na kiukweli Karina ni mwanadada ambaye alitisika sana akifanywa maupasuaji mbalimbali kwenye tumbo lake kuhusiana na utumbo wake mpana, sijui mara ngapi hivi, tunakumbuka kama mara 23 hivi. Kiukweli ni tumbo ambalo limesumbua kwa muda mrefu, lakini pia kupelekea operation mbalimbali kufanyika. Hivyo mwanadada aliteseka sana tena sana, mpaka baadhi ya mashabiki zake na wale ambao hawakuwa mashabiki zake walikuwa wakimuonea huruma, lakini pia michango mbalimbali kwa ajili ya kumsaidia kuendelea kupata matibabu. Tunakumbuka mwanadada huyu kuna wakati alifikia hatua ya kumuomba Mwenyezi Mungu aweze kumpumzisha tu ili asiendelee kuteseka, lakini pia asiendelee kumtesa mama yake akiwa ni mtu wake wa karibu kwa ajili ya kumhudumia, lakini pia mtoto wake ambaye alibahatika kupata mtoto mmoja. Hivyo alipitia vitu vingi sana kiukweli, na baada ya maumivu kuwa makali, lakini pia baada ya uvumi kwamba atakuwa amelogwa, basi mama yake na marehemu mwanadada Karina siku ya leo ameweka wazi sababu ya kifo cha mtoto wake. Sasa ninanukuu kile ambacho alikizungumza mama yake kutokana na interview ambayo ameifanya. Amezungumza kuwa mwanae alikuwa akisumbuliwa na maumivu makali ya tumbo na kutapika mfululizo, na kabla ya kufariki dunia alisema kwamba japokuwa walikuwa wamepangiwa miadi na daktari kama tarehe 22 Aprili Karina angefariki dunia, kabla ya kufika tarehe hiyo kutokana na kuendelea kuzorota kwa hali yake, basi aliweza kufariki dunia. Na kwa mujibu wa maelezo yake, Karina alifanyiwa upasuaji mkubwa ambako sehemu kubwa ya tumbo lake ama na utumbo wake iliondolewa, na alibaki na sentimita kama 2 tu kati ya 9 za awali. Sasa mama huyo aliongeza kuwa hali hiyo ilimchosha sana binti yake ambaye kabla ya kufariki dunia aliweza kutoa maneno ya mwisho yenye upendo pamoja na shukrani kwa mama yake. Na katika mazungumzo hayo, mama wa marehemu Karina aliwataja waandishi wa habari, hasa mmoja ya waandishi wa kike aliyekuwa bega kwa bega nao katika safari ya matibabu, akimshukuru kwa mchango wake wa kipekee. Pia alieleza shukrani zake kwa serikali ya Tanzania kwa kusaidia gharama za matibabu zilizogharimu shilingi milioni 54. Mipango ya mazishi ya Karina ambaye alijipatia umaarufu mkubwa kupitia filamu mbalimbali za Bongo Movie inaendelea kufanyika nyumbani kwao, huku familia, marafiki pia wakiendelea kuomboleza msiba huo mzito. Mama huyo pia alihitimisha kwa kusema kuwa amepoteza sio tu mwana bali rafiki na faraja ya maisha yake. Amesisitiza kuwa pengo la Karina haliwezi kuzibika, na ametoa wito kwa jamii kuendelea kumuombea marehemu apumzike kwa amani. Ndivyo ambavyo mambo yalivyo. Mengi yamezungumzwa kunako mitandao ya kijamii kuhusiana na kifo cha mwanadada Karina, lakini ukweli ni kwamba sisi hatujui. Anayejua ukweli ni watu wake wa karibu, kama ambavyo mama yake amezungumza na familia yake imezungumza. Haya mengine inakuwa tu ni mbwembwe, kila mtu anazungumza lake, kama ambavyo tunajua wabongo kwa kuzungumza tu jambo linapotokea tuko vizuri. Hivyo mengi yamezungumzwa, dada wa taifa pia akizungumza kwamba inawezekana alilogwa kwani alichukua mume wa mtu, na pale ambako mwenye mume alimwambia alikuwa akijibu kama anavyojisikia, jambo ambalo linahisiwa kwamba inawezekana mwenye mume wake aliamua kuchukua maamuzi magumu, lakini sisi hatujui. Mama wa Karina amezungumza akiwa nyumbani kwa kule jijini Dar es Salaam ya kwamba mtoto wake alikuwa akisumbuliwa tu na tumbo ambalo lilipelekea kutapika mara kwa mara, lakini pia tumbo ambalo lilipelekea operation mbalimbali kufanywa kwenye mwili wa binti yake.
Hivyo hicho ndicho ambacho anakijua. Nafikiri kama kungekuwa na mambo ya kulogwa kwa ajili ya mume wa mtu angezungumza, lakini hajazungumza. Endelea kufuatilia Biomedia kwa karibu zaidi kwa ajili ya kupata update mbalimbali, nini ambacho kinaendelea. Kwa wakati huu mwanadada Karina bado yuko kule hospitali nchini India kwa ajili ya taratibu kufanyika na yeye kurejea nchini Tanzania kwa ajili ya kumpumzisha kwenye nyumba yake ya milele. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Hii ni Biomedia, endelea kutufuatilia kunako mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Jina ni moja tu, Biomedia. Utakuwa ukiendelea kupata taarifa mbalimbali, lakini pia update mbalimbali, nini ambacho kinaendelea. Mimi ni Official Rose D, mpaka wakati mwingine tunakutana hapa kunako channel hii ya Biomedia.